السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuweza kumsalia swala na salamu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nipende kutoa shukurani kwa uongozi wa Masjidi Umma pamoja na kamati yake kwa ujumla kuweza kuandaa semina hii kwa ajili ya kuwalenga hasa vijana wetu wa sekondari mashuleni. Ikiwa ni wakati wa kufunga mashule hivi sasa, basi kuna nafasi kubwa ya wao kuweza kupatikana na kuweza kuketi kujifundisha dini yao. Tunapenda kutoa shukurani kwa uongozi kwa ujumla na vile vile imamu wa msikiti huu na khatibu Sheikh Jamal Taha Muhammad akishirikiana na ndugu yetu al-akhi Ustadhi Abdul Rashid al-Hilali katika kuendesha semina kama hii. Ndugu zangu, hili ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana kwa Muislamu kuketi chini kujifundisha dini yake, kwa sababu ni wakati ambapo kwamba vijana wengi wanakuwa bize katika kutembea na kucheza na kujihusisha na mambo mbalimbali ambayo kwamba hayatawasaidia katika dunia yao wala kesho akhera. Lakini kuandaa semina kama hizi kwa ajili ya kujifundisha dini zetu na kujua Uislamu wetu na vile vile kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, hili ni katika jambo bora kabisa. Katika swala la kujifundisha elimu, ndugu zangu katika imani, hili ni jambo ambalo kwamba limekaziwa sana, na vile vile ni katika alama nzuri kwa vijana kuweza kuketi kujifundisha dini yao, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala akimpendelea mja wake kheri yufaqihu fi din. Allah akimpenda mja wake katika jambo la kheri, basi Allah anampa fahamu ya kujifundisha na kuijua dini yake. Na sisi tumeketi katika msikiti huu wa Masjidi Umma maeneo ya Mazera katika kijiji cha Rabai, kuketi katika kujifundisha dini yetu. Hii ni fursa kubwa kwetu sisi ndugu zangu katika imani, hatufai kuipoteza fursa hii, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza umuhimu mkubwa wa Muislamu kujifundisha dini yake na Allah kumpa daraja ya juu. Mtu hawezi kufikia katika level ya kuwa yeye mwanachuoni kama hakusoma. Hawezi kufika level ya kumjua Allah kama hataweza kusoma. Allah subhanahu wa ta'ala huwainua watu wenye kusoma dini yake na watu ambao kwamba wamefikia eji ya kuwa wanazuoni. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah subhanahu wa ta'ala huwainua miongoni walioamini miongoni mwenu nyinyi ambao kwamba ni waumini. Vile vile walladhina utul ilma darajat, na wale ambao kwamba Allah tabaraka wa taala amewapa elimu, basi daraja yao inakuwa ya juu kabisa, daraja yao inakuwa ya nafasi ya kilele kabisa, kwa sababu unapokuwa na elimu unakuwa na basira, unakuwa na mwanga wa wewe kuelewa mambo ya dini yako na kujiongoza katika dini yako na kuto kudanganywa na kuingizwa katika bid'a. Wangapi leo kwa kuacha dini yao wamezama kwenye bid'a? Wangapi ambao kwamba leo kwa kuacha dini yao wamezama kwenye shirki? Lakini utakaposoma wewe tauhid, utakaposoma wewe dini yako, utakuwa una mwanga wa kukuelekeza katika dini yako. Na vile vile tukikumbuka maneno matukufu, tukija na saa hizi hususan kwa nyinyi wanafunzi ambao kwamba mmehudhuria
katika semina hii, hebu tukumbushane kidogo maneno ya Imamu Malik rahimahullah. Ana maneno mazuri sana, anasema haqqun ala man talaba alilma, ni haki ama ni lazima kwa yule ambaye kwamba ataamua kujifundisha elimu, an yakuna lahu waqar, mtu huyu anahitajika awe na utulivu, awe mtulivu katika kutafuta elimu. Ili ufanikiwe kuipata elimu lazima uwe mtulivu, wasakina, na uwe mpole. Sakina ni utulivu, wa waqar na upole, kwa maana uwe na upole, uwe na utulivu katika kutafuta elimu. Wa khashia, vile vile uwe na uchamungu, uwe na hofu na unyenyekevu, ili Allah kupe elimu uwe na unyenyekevu. Na vile vile wa an yakuna muttabi'an li athar, iwe ni mtu utakapofuata nyayo na hatua mammadha qabla, nyayo za wale waliopita kabla yako. Kuna watu walifanikiwa katika elimu. Hapa tutaona namna gani Imamu Nawawi, tutakaposoma 40 Nawawi tunaona ni imamu mkubwa ambaye kwamba ametunga vitabu vingi sana, lakini umri wake mdogo kabisa, ambayo kwamba haizidi 40, umri mdogo. Na vile vile alivyokuwa bize katika kutafuta elimu mpaka akafa akawa hajaoa, kuonesha hawa watu walikuwa wakijituma sana katika kutafuta elimu. Alikuwa anajifunga katika ibada, anajifunga katika kutafuta elimu, mpaka umri wa kuoa ukapita na mauti yakampata, lakini ameacha elimu kubwa. Ni katika miongoni mwa vitabu vitakavyosoma katika semina hii. Sasa ndugu zangu katika imani, hawa watu hawakufikia huko ila kwa bidii, waliacha athari, nyayo, walijituma. Allah subhanahu wa ta'ala akawafikisha pale alipowafikisha. Vile vile tukenda kumalizia katika nasaha zangu kwa nyinyi vijana mliohudhuria hapa katika semina hii tukufu, tuchukue wasia muhimu sana. Tunataka kufanikiwa sisi, tunataka kila mmoja awe na elimu. Baada ya kutoka hapa iwe ni chachu ya sisi kufanya bidii sasa, baada ya kuwa tumejisahau, baada ya kuwa tumeghafilika. Lakini alhamdulillah, baada ya kuandaliwa semina kama hii, mpaka itakapokuwa imeisha, basi tuwe na mabadiliko makubwa. Moja la mabadiliko, tuwe na pupa ya kutafuta elimu, tuwe na pupa ya kutafuta elimu baada ya semina hii. Lakini sasa elimu hiyo tutaipata vipi? Ni lazima tuwe na mambo ambayo kwamba yatakayotufikisha sisi kuipata elimu hii, na mambo yenyewe akayazungumza katika Imamu Shafi katika diwani yake, kazungumza maneno mazuri sana. Anasema, ya akhi, ewe ndugu yangu, lan tanala alilma illa bisittati, huwezi kupata elimu mpaka uwe na mambo sita. Ili upate elimu ujifungamanishe na mambo sita. Saunabika an tafsiliha bibayanin, nitakuelezea mambo sita hayo kwa ufafanuzi uliokuwa wazi kabisa. Hayo mambo sita yatakufafanulia kwa uwazi kabisa, na itakuwa ni sababu ya wewe kuipata elimu. Akaelezea dhakaa, mtu awe na akili, atumie akili vizuri katika kutafuta elimu yake. Allah amempa akili ya kupambanua. Vile vile wahirsi, awe na pupa. Unapokuwa na pupa la jambo, unalikimbilia kwa bidii na nguvu zote. Vile vile wajtihadi, uwe na bidii. Ijtihad ni mtu kujituma katika kulifuatilia lile jambo. Vile vile wabulghati, uwe na vyenzo vya kukufikisha katika yale malengo ya elimu unayoitafuta. Na jambo la nne akasema, wasuhbati ustadhi, uwasaibiane na mwalimu, uwe karibu na mwalimu. Ili upate elimu, basi hakikisha wakati mwingi unakuwa karibu na mwalimu. Usiketi na mwalimu kwa kipindi kirefu bila kuketi kwake yeye.
Tutakapoketi katika semina hii kwa vipindi hivi vilivyopangwa, wallahi baada ya semina tutaona kuna mabadiliko makubwa kabisa. Kwa nini? Tumesuhudiana sana na walimu kila wakati, wa suhbatil ustadh, kuketi karibu na mwalimu, kusuhudiana naye, kulala, kuamka, kusoma kila wakati wa darsa wewe uko. Vile vile watulu zaman, lazima uchukue muda mrefu wa wewe kusoma. Si rahisi ya kuwa leo utaamka baada ya semina hii ushakuwa shekhe. La, baada ya semina hii ni kukupa njia sasa wewe na mwelekeo, njia gani unafaa kufuata. Sasa tusipoteze muda ndani ya semina hii, tusipoteze wakati, tufuatilie taratibu zilizopangwa ndani ya semina hii biidhnillahi tabaraka wa taala. Baada ya semina hii tutaona kuna mabadiliko makubwa, kuna exchange kubwa katika masomo yetu na katika maisha yetu, na vile vile iwe ni chachu ya kufungua kurasa ya kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ni jambo la furaha kuwaona vijana kama nyinyi mumeacha wakati wenu, mumeacha michezo yenu, mumeacha vibarua na shughuli, mumekuja kujumuika katika halaka kama hii na katika semina kama hii. Tumwombe Allah atupe thabati insha Allah, Allah tuongoze, Allah tujalie ni watu watakaodumu katika hii dini, na Allah subhanahu wa ta'ala atupe husnul khatima. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.